mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam. DJ. Kelele za mkuu wetu wa mkoa amekwisha wasili. Amekwisha wasili mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam. Amekwisha wasili tayari. Karibu sana mkuu wa mkoa, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Mimi nilikuwa na mwenyekiti wa zahanati. Nilikuwa nafika hapa nashinda njaa. Naanzia saa 2 asubuhi kama nakuja kazini. Narudi saa 12. Mkaribu mwezi mzima. Mashahidi wapo. Leo hii nilikuwa nasema kwamba hii kweli zahanati itakwisha kweli? Mbona ieleweki? Narudi nakuja saa 12. Narudi saa 2. Nyumbani wananifokea. We mama wewe si tunashinda njaa. Naambia nyinyi sikilizeni. Tunajenga zahanati kule. Leo hii namshukuru mkuu wa mkoa. Baba, nakushukuru. Baba nakushukuru sana. Sikutegemea. Kilio changu kile nilichokuwa nafika saa 12. Leo nimekiona. Baba nakushukuru sana. Na kuomba tu nikushike mkono. Baba nakushukuru. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Yaani sijui nisemeje kwa lugha ambayo utanielewa. Nditigila baba, ndilumba, twilumba. Yaani wewe ndio ye mugosi. Katika babosi wewe mugosi. Hakika katika wanakamati wa zahanati ya Saranga mimi nilikuwa namba 1. Kabla hata ya jengo kuanza kutembea nyumba kwa nyumba tukiomba mchango kwa ajili ya eneo la zahanati, kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Tulipita nyumba kwa nyumba. Wako waliokuwa wanatupiga mawe, wako waliokuwa wanatuambia sisi wezi, lakini hakika mbingu za Saranga leo zimefunguka na jengo linaonekana hili hapa na milioni 100 imekuja. Hakika watoto wetu hawataning'inizwa kwenye mzani hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kule ofisini kuna kitanda cha wajawazito. Kile kitanda ilikuwa siku ya nahisi Jumatano au Alhamisi ya mwisho wa mwezi, ofisi ilikuwa inafungwa, wakina mama wanahudumiwa mle. Mwenyekiti anakaa huku, watoto wananing'inizwa hapa. Sasa tuseme nini zaidi ya kusema asante? Tunasema asante mama mitano tena. Nige baba, we mwana wewe. Asante sana. Mmetaja hapa Chalamila mkuu wa wilaya mkuu. Naomba niwaambie hizi milioni 100 ambazo zimeingizwa hapa ni pesa zilizobarikiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nataka niwaambie siku zile nilipotoka hapa, yeye Mheshimiwa Rais alikuwa anarudi kutoka kwenye safari kubwa aliyekuwa amealikwa na rais wa kule Angola kwenda kulihutubia bunge. Na nikamueleza kuhusiana haya. Na akaniagiza nikazungumze na mkurugenzi mtendaji wa MSD anayeshughulika na masuala ya vifaa vya hospitalini. Yule mkurugenzi anamesema nikikamilisha tu kituo hicho nimpe orodha ya vitu vyote vinavyohitajika ili viingizwe kwenye hospitali. Lakini tulisema mafundi wawepo waanze kufanya kazi. Undeni zile kamati zenu kwa mujibu wa taratibu zenu. Lakini tusimamie ili magari yaliyodumu kwa muda mrefu sasa iwe ni ndoto ya kweli. Na ikiwa ndoto ya kweli, naamini kituo kitaisha haraka kwa sababu yamekuwa ni maombi ya sauti za Mungu. Mwenyekiti wa serikali yetu, sisi tunakabidhi wewe. Vitu viwe salama. Kama tatokea mtu wa kuiba, kibaka au yoyote, hebu hawa wawe kwenye himaya yenu. Sawa sawa? Ni matumizi mabovu ya bunduki kuja kumdhibiti kibaka. Bunduki zinadhibiti majambazi, sio vibaka. Vibaka ni makofi tu mawili basi anakwenda anaendelea. Samahani sijala basi hivyo yani. Lakini nyinyi sasa watu wa namna hiyo wakipatikana mnawakamata, mnawapeleka kwenye kituo cha polisi kwa mujibu wa sheria, wanahukumiwa. Ila lindeni ili asipatikane kibaka. Si mnaelewa mpaka hapo jamani? Lindeni
vizuri. Na sisi kama halmashauri kwa niaba ya mkurugenzi tumefanya utekelezaji wale ulioyaagiza. Kiasi cha shilingi milioni 100 kilishaingia kwenye akaunti ya kituo mama kwa maana ya Upendo tarehe 14 mwezi huu wa 4, na evidence tunayo iko hapo. Na pia uliagiza kwamba tutafute mifuko 100 ya simenti ili uweze kukabidhi kwa Wanasaranga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anaona, macho yanaona gari lile pale, ile ni mifuko 100 kama ulivyoagiza na dokumenti zake ziko hapa. Kwa hiyo kwa usimamizi wa mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya tumeweza kutekeleza yale ambayo ulituagiza, na pia tumejifunza kitu kutoka kwako kwamba mambo ni kwa ushahidi. Yeah.